Maraisi wa Afrika wana ulinzi wa hali ya juu, lakini je, unajua ni nani ana ulinzi mkali zaidi? Leo kwenye Zone Media tunakuletea maraisi wenye ulinzi mkali zaidi barani Afrika na sababu za ulinzi huo kuwa wa hali ya juu. Karibu kwenye video hii, hakikisha unabonyeza like na kusubscribe ili kupata habari zaidi kama hizi. Raisi wa kwanza ni Paul Kagame wa nchini Rwanda. Huyu ni rais wa Rwanda. Sababu za kuwa na ulinzi mkali: Kagame ni rais mwenye msimamo mkali dhidi ya wapinzani wake, na historia ya Rwanda inahusisha mauaji ya kimbari na vita vya wenyewe kwa wenyewe. Rwanda ina moja ya majeshi yenye nguvu zaidi Afrika Mashariki, yenye vikosi maalum vilivyo na ujuzi wa hali ya juu. Anafanya safari zake kwa kutumia msafara wa magari ya kifahari yenye ulinzi wa hali ya juu na hutumia ndege binafsi yenye vifaa vya kisasa vya usalama. Walinzi wake wanajumuisha askari wa Republican Guard wanaopitia mafunzo ya hali ya juu. Rais namba 2 ni Yoweri Museveni, rais wa Uganda. Amekuwa madarakani tangu mwaka 1986 na ana maadui wengi wa kisiasa, ikiwa ni pamoja na wapinzani wa ndani na makundi ya waasi kama ADF. Ana kikosi maalum cha ulinzi kinachojulikana kama Special Forces Command SFC chenye mafunzo ya hali ya juu kutoka Israel na Marekani. Hutumia magari ya kuzuia risasi, helikopta za kijeshi na teknolojia za kisasa za upelelezi ili kuhakikisha usalama wake. Rais wa tatu ni rais wa Misri, Abdel Fattah el-Sisi. Sababu za kuwa na ulinzi mkali: Misri ni moja ya nchi zenye jeshi lenye nguvu zaidi Afrika na ina historia ya mapinduzi ya kijeshi. Ulinzi wake unahusisha wanajeshi wa Republican Guard na maafisa wa usalama wa taifa wenye vifaa vya kisasa kama drones za upelelezi. Hutumia magari ya kivita ya kuzuia risasi na silaha za kisasa. Rais namba 4 ni Cyril Ramaphosa, rais wa Afrika Kusini. Sababu za kuwa na ulinzi mkali: Afrika Kusini ina historia ya machafuko ya kisiasa na uhalifu wa hali ya juu. Hivyo, marais wake wanahitaji ulinzi mkali. Analindwa na kikosi maalum cha usalama kinachoitwa Presidential Protection Unit PPU, ambacho kina mafunzo ya hali ya juu. Ulinzi wake unahusisha teknolojia za kisasa za upelelezi na vifaa vya usalama vya hali ya juu. Rais namba 5 ni wa Equatorial Guinea ambaye ni Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Amekuwa madarakani tangu mwaka 1979 na ameponea majaribio kadhaa ya mapinduzi. Ulinzi wake unajumuisha walinzi wa Kifaransa, mamluki kutoka nchi za kigeni na kikosi maalum cha jeshi. Ana msafara wa magari ya kifahari yenye vifaa vya kisasa vya usalama. Rais namba 6 ni Bola Tinubu, rais wa Nigeria. Sababu za kuwa na ulinzi mkali: Nigeria ina changamoto za kiusalama kutokana na ugaidi wa Boko Haram, magenge ya wahalifu na wapiganaji wa Delta Niger. Analindwa na Presidential Guard Brigade, kikosi cha kijeshi chenye mafunzo ya hali ya juu. Msafara wake wa magari ni mkubwa na unajumuisha magari ya kivita, magari ya kuzuia risasi na helikopta za ulinzi. Rais namba 7 ni William Ruto, rais wa Kenya. Sababu za kuwa na ulinzi mkali: Kenya imekumbwa na mashambulizi ya kigaidi kutoka kwa Al-Shabaab, hivyo usalama wa rais unachukuliwa kwa umakini mkubwa. Analindwa na kikosi maalum cha polisi kinachoitwa Rese Squad, ambacho ni sehemu ya GSU, General Service Unit. Msafara wake wa magari unajumuisha magari ya kivita, magari ya kuzuia risasi na helikopta za kijeshi. Rais namba 8 ni Felix Tshisekedi, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Sababu za kuwa na ulinzi mkali: DRC ina historia ya vita vya wenyewe kwa wenyewe na vikundi vya waasi vinavyojaribu kuchukua madaraka kama vile M23. Ana kikosi maalum cha ulinzi kilicho na mafunzo ya hali ya juu na kinachosaidiwa na wanajeshi wa mataifa ya nje kama Ufaransa na Ubelgiji. Hutumia teknolojia za kisasa za ulinzi, ikiwa ni pamoja na drones za upelelezi na vifaa vya mawasiliano vya kisasa. Rais namba 9 ni rais wa Congo Brazzaville ambaye ni Denis Sassou Nguesso.
Sababu za kuwa na ulinzi mkali: amekuwa madarakani kwa muda mrefu na ameponea majaribio kadhaa ya mapinduzi. Ana kikosi maalum cha ulinzi kinachojumuisha walinzi wa kibinafsi na wanajeshi wa kitaifa. Msafara wake wa magari unajumuisha magari ya kivita, magari ya kuzuia risasi na vifaa vya kisasa vya ulinzi. Rais namba 10 ni rais wa Ivory Coast ambaye ni Alassane Ouattara. Sababu zake za kuwa na ulinzi mkali: Ivory Coast imepata machafuko ya kisiasa katika miaka ya nyuma. Hivyo, rais anahitaji ulinzi mkali. Analindwa na kikosi maalum cha ulinzi wa rais kinachojulikana kama Garde Republicaine ambacho kina mafunzo ya hali ya juu kutoka Ufaransa. Hutumia magari ya kifahari yenye teknolojia za usalama na helikopta za kijeshi. Rais namba 11 ni Samia Suluhu Hassan, rais wa Tanzania. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, licha ya kuiongoza nchi yenye utulivu, analindwa kwa makini mkubwa na vikosi vya usalama. Ana walinzi wa karibu kutoka idara ya usalama wa taifa TIS na jeshi la polisi, kikosi cha usalama wa viongozi. Msafara wake unajumuisha magari ya kisasa ya kuzuia risasi na walinzi wa kijeshi waliopata mafunzo ya hali ya juu. Jeshi la Wananchi wa Tanzania linahakikisha usalama wake katika safari za kimataifa na ziara za ndani ya nchi. Rais namba 12 ni rais wa Togo ambaye ni Faure Gnassingbe. Faure Gnassingbe ameiongoza Togo tangu mwaka 2005 na analindwa na moja ya vikosi vikali zaidi barani Afrika. Ana kikosi cha Presidential Guard kilichoundwa kwa ajili ya kumlinda yeye pekee. Kikosi chake cha usalama kimepata mafunzo kutoka kwa majeshi ya Ufaransa na Urusi. Msafara wake wa magari unajumuisha SUV zenye ulinzi wa hali ya juu na walinzi wa karibu wanaoshika silaha nzito. Rais namba 13 ni rais wa Mauritania ambaye ni Mohamed Ould Ghazouani. Mauritania ni nchi yenye changamoto za kiusalama kutokana na ugaidi wa Sahel. Hivyo, Rais Mohamed Ould Ghazouani ana ulinzi mkali sana. Analindwa na wanajeshi wa Garde Presidential waliopata mafunzo ya hali ya juu kutoka Ufaransa na Algeria. Ana msafara wa kijeshi wenye magari ya kivita na drones za upelelezi. Ulinzi wake unahusisha vifaa vya kisasa na kugundua hatari za mabomu na mashambulizi ya kigaidi. Marais hawa wana ulinzi mkali kwa sababu ya hali ya kisiasa. Mfumo wa ulinzi wao unajumuisha vikosi maalum vya kijeshi, walinzi wa kibinafsi, teknolojia ya kisiasa ya ulinzi, msafara wa magari yenye ulinzi wa hali ya juu, lakini vile vile na drones za upelelezi na vifaa vya kisiasa vya mawasiliano.